Karibu kwenye kivuko cha Ahmed Kisengo, mahali ambapo hatuji kukufundisha kuishi maisha ya mtu mwingine. Tunakuja kuzungumza kuhusu maisha yako, mwili wako, mawazo yako, tabia zako pia. Na mambo ambayo mara nyingi tunayaona ni ya kawaida, mpaka siku yanapokuwa makubwa. Mimi ni Ahmed, na leo tunaanza safari mpya. Safari ambayo inaweza kutuchukua episode hata 100 au zaidi. Kwa sababu kuna sehemu moja ya mwili wa binadamu ambayo watu wengi wanaishi nayo kila siku, lakini hawajui inavyofanya kazi. Watu wengine wanaumwa, wengine wanajisikia vibaya baada ya kula, wengine wana tumbo linalojaa gesi, wengine wanapata kiungulia, wengine wanaenda chooni kwa shida, wengine wanaharisha mara kwa mara, wengine wanajisikia tumbo limejaa hata baada ya kula kidogo, na wengine wamezoea hali isiyo ya kawaida kiasi kwamba wameanza kusema, mimi ndo nilivyo. Je, ni kweli upo hivyo? Au mwili wako umekuwa ukizungumza na wewe kwa muda mrefu na wewe umekuwa ukiupuuza? Tena unauambia mwili, nyamaza, nitakuja kukusikiliza baadaye. Sasa mwili wako hauko kimya. Fikiria unaishi na mtu ndani ya nyumba. Mtu huyo kila siku anajaribu kuzungumza na wewe, lakini pia anazungumza, unamwambia baadaye, tutaongea tena baadaye. Huyo mtu anakuambia nina shida, unamwambia subiri kwanza. Anaanza kupata sauti huyo mtu, unamwambia labda ni kawaida. Siku moja anapiga kelele, ndio unaposema kwa nini ukaniambia mapema? Lakini ukweli ni kwamba alikuambia, tatizo ni kwamba hukumsikiliza. Mwili wako mara nyingi uko hivyo. Yaani maumivu, mabadiliko ya choo, kichefuchefu, kushiba haraka, kiungulia, kuvimba tumbo au hali ya gesi. Hizi si lazima kila mara ziwe ishara za ugonjwa mkubwa. Lakini pia si vizuri kila mara kuziona kama kitu cha kupuuza, kwa sababu mwili wako una njia zake za kuwasiliana na wewe. Na moja ya sehemu kubwa sana ya mawasiliano hayo ni mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Unafikiri ni kitu gani hiki? Nakumbuka wakati nipo shule, nafikiri ilikuwa ni darasa la 4. Katika kitu chepesi ambacho nilikikariri kwa wepesi zaidi ni tafsiri ya neno mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mwalimu wangu mmoja alituambia Kiswahili rahisi sana cha kuelewa kwamba ni hali ya uvunjaji wa chakula tata kuwa katika hali rahisi inayoweza kusharabiwa na mwili. Sawa? Yaani mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa lugha rahisi ni mfumo unaosaidia mwili wako kushughulikia chakula unachokula. Chakula kinaingia tumboni, mwili unakivunja katika sehemu ndogo, unachukua virutubisho unavyohitaji ama vinavyohitajika, na kile ambacho mwili hauhitaji kinaondoka. Lakini ukisema tu mfumo wa mmeng'enyo ni tumbo, hapo utakuwa umeacha sehemu kubwa sana ya hadithi, kwa sababu mfumo huu si tumbo peke yake, ila ni safari inayoanzia mdomoni. Chakula kinaingia mdomoni, meno yanakivunja, mate yanaanza kukichanganya, kisha chakula kinapita kwenye umio, kinaelekea tumboni. Tumboni kinaendelea kusagwa na kuchanganywa, baadaye kinaenda kwenye utumbo mdogo. Huko mwili huchukua virutubisho muhimu kabisa, kisha kinakwenda kwenye utumbo mpana. Maji yanaweza kufyonzwa zaidi, na mwisho kile ambacho mwili hauhitaji kinaondoka. Kwa hiyo unapokula sahani ya wali au ugali au chipsi au nyama au maharage au matunda, hiyo sio mwisho wa safari. Huo ni mwanzo wa safari yako ya ulaji, na safari hiyo inaendelea ndani ya mwili wako hata wakati wewe umelala. Sasa jiulize, kwa nini chakula ni zaidi ya kujaza tumbo? Watu wengi tunapokula tunafikiria kitu kimoja tu, nimeshiba tayari. Lakini mwili wako unauliza maswali mengi kabisa. Chakula hiki kina virutubisho gani? Mwili wangu unaweza kukitumia? Kinaenda wapi? Kinavunjwaje? Nini kinatokea baada ya mimi kula? Fikiria gari kwanza. Hebu chukua mfano wa gari. Ukiweka mafuta kwenye gari, mafuta hayakai tu kwenye tanki na kusema nimefika. Yanapokelewa,
kwenye injini, yanatumika, yanazalisha nguvu. Mwili wako nao sio mfuko wa chakula. Yaani unachokula kinaweza kuwa chanzo cha virutubisho na nguvu, lakini namna mfumo wako wa mmeng'enyo unavyokishughulikia ni muhimu zaidi. Ndiyo maana watu wawili wanaweza kula chakula kinachofanana, lakini wakajisikia tofauti kabisa kabisa baada ya kula. Mmoja anaweza kujisikia mwepesi, mwingine anaweza kujisikia ameshiba kupita kiasi, mwingine akapata gesi, mwingine anaweza akawa anapata kiungulia. Na hapo ndipo tunaanza kuelewa kwamba chakula sio hadithi yote. Kuna pia mwili unaokipokea. Yaani tumbo lako sio tumbo la mtu mwingine. Labda umewahi kukaa na rafiki yako, mkala chakula kile chakula kimoja, yeye akaendelea na maisha yake. Wewe unakaa ukishikilia tumbo kwa maumivu ukijiuliza, mbona mimi? Hapo ndipo watu wengi wanaanza kusema chakula hiki kina shida. Lakini wakati mwingine si rahisi hivyo. Kuna mambo mengi yanaweza kuathiri namna mtu anavyojisikia baada ya kula. Kiasi cha chakula, au kasi ya ulaji wa mtu, au aina ya chakula anachokula, au tabia za mtu, au mwili wa mtu, na mambo mengine ya kiafya. Kwa hiyo usikimbilie kumwambia kila mtu ukiwa na hali hii, sababu ni hii. Hapana. Sababu huwa zinatofautiana, kwa sababu mwili wa binadamu sio sehemu ya hesabu ya mstari mmoja. Na hii ni sehemu muhimu sana ya safari yetu. Hatutajenga hofu, hatutakukatisha, hatutakuambia kila dalili ni ugonjwa mkubwa, lakini pia hatutakufundisha kupuuza mwili wako. Tutajifunza kutazama, kusikiliza, kuelewa pia, na kujua wakati wa kutafuta msaada zaidi. Sasa hebu fikiria mwanaume mmoja, kila baada ya kula tumbo lake linajaa gesi. Mara nyingine anajisikia kujaa, mara nyingine anapata kiungulia. Lakini kwa sababu hali hiyo haijamuangusha chini, anasema sina tatizo mimi. Anaendelea na maisha. Mwezi mmoja, miezi miwili, mwaka mmoja, kila siku mwili unampa ishara ndogo, lakini kwa sababu ishara hazijawa kubwa zaidi za kumuathiri, anazizoea. Hali hii ndio jambo la hatari wakati mwingine. Sio kwamba kila dalili ndogo ni hatari, la. Lakini mtu anaweza kuzoea hali isiyo ya kawaida mpaka aanze kuiona kama kuna sehemu ya utu wake mimi tumbo langu liko hivi, mbona mimi huwa napatwa na kiungulia sana, mimi siwezi kula hiki kwa sasa, mimi huwa nabanwa choo. Lakini swali la kwanza si nitumie nini? Swali la kwanza ni nini kinaendelea? Na hilo ndilo tutakalofanya katika safari hii. Tutaanza na mfumo wa mmeng'enyo. Tutauangalia hatua kwa hatua, kuanzia mdomoni hadi mwisho wa safari. Tutazungumza kuhusu tumbo, utumbo mdogo, utumbo mpana. Tutazungumzia chakula, maji, gesi, choo kwa ujumla, kiungulia, uvimbe wa tumbo, tabia za kula pia. Mambo tunayoyafanya kila siku bila kujua yanaweza kuathiri mfumo wetu wa mmeng'enyo. Na tutazungumza kwa lugha ya kawaida kabisa. Si lugha ya kukufanya ujisikie kama umeingia kwenye mtihani wa biology. Hapana. Kuna jambo moja nataka kulisema mapema kabisa. Tunapoanza safari hii, usije hapa ukisubiri nikutolee jibu la kila tatizo lako. Na mimi sitaki uwe mtu wa kuishi hivyo. Mtu anapata dalili, anaenda kutafuta kitu cha kutumia, anatumia. Akipata nafuu anaendelea na maisha. Ikirudi anatafuta kitu chingine bila kuelewa nini kinachoendelea. Maarifa ni muhimu zaidi, kwa sababu unapoujua mwili wako unavyofanya kazi, unaweza kuanza kuuliza maswali bora, na wakati mwingine swali zuri linaweza kuwa mwanzo wa uamuzi mzuri. Kwa hiyo hapa tutajifunza kwanza. Tutafahamu, tutatazama tabia zetu. Tutajifunza, umeona ndugu yangu? Tutajifunza kutofautisha jambo la kawaida na jambo linalohitaji umakini zaidi. Na pale ambapo kuna dalili au kuna hali ambayo inahitaji mtaalamu wa afya, tutasema hivyo. Kwa sababu kumsaidia mtu
sio kumfanya amini kwamba kila kitu kinaweza kutatuliwa na mtu mmoja. Wakati mwingine msaada wa kweli ni kumwambia mtu, hili usilipuuze, tafuta ushauri wa mtaalamu. Na huo ndio msaada wa kweli. Kwa hiyo leo tumeanza safari, sio kwa dawa, sio kwa bidhaa, sio kwa kukukatisha. Tumeanza kwa swali moja: mwili wako unapozungumza unausikiliza? Kwa sababu labda tumbo lako limekuwa likikupa ishara, labda mfumo wako wa mmeng'enyo umekuwa ukijaribu kukuambia kitu, labda umezoea hali fulani kiasi kwamba huioni tena kama ni ujumbe au ishara fulani, na huenda hujawahi kujiuliza kwa nini inapitia hii hali. Hapo ndipo kivuko chetu kinaanza. Kivuko sio mwisho wa safari. Kivuko ni mahali ambapo unavuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kutoka kuto kujua kwenda kwenye uelewa, kutoka kwenye hali ya mazoea kwenda kwenye kujiuliza, kutoka kusikiliza kila mtu akisema tumia hiki, tumia kile, kwenda kwenye hatua ya kwanza ya kusema kwanza nataka kuelewa nini kinaendelea. Karibu sana katika kivuko cha Ahmed Kisengo. Naweza kusema katika episodi inayofuata tutaanza safari yetu rasmi, kujua chakula kinaanzia wapi. Watu wengi watasema tumboni. Hapana, lakini kuna kitu kinaanza kutokea kabla hata ya chakula hakijafika tumboni, na kitu hicho kinaweza kuwa muhimu zaidi kuliko tunavyofikiri, kwa sababu mmeng'enyo wa chakula hauanzii tumboni, unaanzia mahali ambapo wengi wetu hatufikirii. Mpaka wakati huu, usiishi kwa kupuuza mwili wako. Usiogope kila ishara ya mwili wako, lakini pia usiipuuze kila ishara. Jifunze, uliza, elewa, kwa sababu wakati mwingine mwili wako hauhitaji wewe uogope, unahitaji tu usikilize. Kupitia mimi Ahmed na hiki kivuko changu cha Ahmed Kisengo, tutakutana tena safari inayofuata, na tutazijali afya yetu nyakati zote.